Kuwakaribisha kwa mara nyingine tena katika mkutano wetu wa kujifunza mambo ya Biblia Ijumaa ya siku ya leo. Kwa wale wote ambao wamejiunga nasi kwenye mtandao wa Google Meet na kwa wale ambao wamejiunga pamoja nasi katika mtandao pia wa Facebook Live, tungetaka kuwakaribisheni nyote kwa jina la Bwana Yesu ili tuweze kuliendeleza somo letu ambalo tulilianzisha Ijumaa iliyopita kuhusu ni kwa nini inatupasa kubadilishiwa asili, ambayo tulisema kubadilishiwa asilia is to be converted. Why must we be converted? Na nikasema ili ni jambo ambalo lilikuwa moyoni mwangu, nilitamani niliongee katika kuruka mwaka, lakini haingewezekana kuliongelea kwa kikamilifu kwa sababu ya constraints za wakati ama za muda, na kwa hivyo tukaonelea ni vizuri tulipatie muda mwingi ili liweze kueleweka vilivyo. Na Ijumaa iliyopita tulitembea safari ambayo ni kama overview ya kuonyesha ni mambo gani tutaweza kuyajadilia katika somo hili lote. Tulipitia mambo mengi na nimetuma hiyo audio kwenye group zetu za Bible study, na nafikiri pia nimetuma katika Facebook. Nitaangalia nihakikishe kama nimetuma kwa Facebook. That one I'm not very sure, but I think nafikiri nimetuma. Kama sijatuma nitatuma. So mtu akienda kwa mitandao atapata audio. Wakati mwingine tunaiconvert pia kuwa video ya yale yote ambao tuliyaongea siku ya Ijumaa. Na baadaye tukishamaliza somo hili nitaweza kuupload hata na notes za somo hili, ili mtu akiwa na notes na akiwa na audio ya kusikiza ataweza kufanya revision ama kujikumbusha bila matatizo yoyote. Na katika jambo hili la kubadilishiwa asili, to be converted, kuna maneno ambayo Bwana Yesu aliongea kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ya 13 na mstari wa 15, na akaongea maneno haya: maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vyema, na macho yao yamefumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Hilo neno kuongoka tulisema ndilo limetafsiriwa kutoka neno la Kimombo converted. Kile ambacho Bwana Yesu anasema hapa ni kwamba ili mtu kuwa converted inagharimu huyo mtu awe na moyo ambao si mzito. Inagharimu huyo mtu awe na masikio ambao yanasikia sawa sawa, na hayo ni masikio ya ndani, siyo masikio ya nje. Na awe na macho ambayo yanaona vizuri, hayajafumba. Akiwa na moyo usio mzito, masikio yanaosikia sawa sawa na macho yanaona vizuri, ataweza kusikia na kuona na kuelewa kwa moyo wake, na mambo hayo yatamwezesha kupata that conversion. So the conversion does not come just like that.
kuna mambo yanahitajika yafanyike kwa huyo mtu ili awe converted. To be converted, hatubadilishiwi asili kwa sababu yoyote ambayo inatokana na sisi wenyewe. Tunabadilishiwa asili baada ya hiyo kazi ya mioyo yetu kuwa sio mizito tena, na masikio yetu kusikia, na macho yetu kuona, ili tukaweza kuelewa kwa moyo. Kwa hivyo hiyo kubadilishwa, tunabadilishwa na mambo ambayo tunafanyiwa. Na ndio kwa maana tukasema ya kwamba Ijumaa iliyopita, we cannot convert ourselves. Hatuwezi kujibadilishia asili, wala hakuna mtu awaye yeyote anaweza kutubadilishia asili. Kubadilishiwa asili ni kazi ambayo Mungu mwenyewe anatufanyia, na hiyo ni baada ya kuhakikisha ya kwamba mioyo yetu si mizito. Ukikumbuka katika Agano la Kale, Mungu aliongea kuhusu kutoa ule moyo mgumu kama mawe na kuubadilisha na moyo muololo kama nyama. Na mahali pengine Yesu anasema wana masikio na hawasikii, tutaona katika kitabu cha Marko, na wana macho na hawaoni, kwa sababu kile ambacho kinahitajika kuonekana ili mtu akawa converted hakionekani kwa macho ya kawaida. Kile ambacho kinahitajika kisikike ili kilete ubadilisho wa asili kwa mtu hakisikiki kwa masikio ya kawaida. Na ni lazima mtu awe na moyo muororo, awe na masikio yanayosikia, na awe na macho yanayoona, ili aelewe kwa moyo wake aweze kuwa converted. Ni katika kuelewa kwa moyo wetu tunaweza kuwa converted. Na neno hilo limetafsiriwa kama nilivyosema kutoka kwa neno la Kizungu linalosema converted. Neno kuongoka ni Kiswahili kinacho litafsiri neno to be converted. Na kuwa converted tulisema ni kubadilika kutoka asili moja hadi asili nyingine. Ukiangalia kwenye kitabu cha Marko 4 mstari wa 11 na wa 12, inasema akawaambia, nyinyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa Mungu, bali kwa watu wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasikie wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. That tells us ni lazima mtu asikie na aelewe ili aweze kuwa converted. Conversion comes after we have heard, after we have seen, after we have understood with our hearts. That is when conversion comes. Na mahali ambapo tumesoma Mathayo anasema wasije wakaongoka, ama wamekosa kuongoka, na wasipoongoka hawawezi kuponywa. Katika Marko anasema wasije wakaongoka wakasamehewa. So it is that through that conversion ambayo tunaipata kwa kusikia na kuona na kuelewa ambapo tunaponywa. Ni katika hiyo conversion ambapo tunasamehewa kulingana na maneno ya Bwana Yesu kwenye Mathayo 13 mstari wa 15 na Marko 4 mstari wa 11 na wa 12. Anasema wanatazama na hawaoni, wanasikia lakini hawaelewi, wasije wakaongoka na wakasamehewa. So kule kuwa converted ni kufanywa wapya, ni kubadilishiwa asili ya kitambo na kuridhishwa ama
kupewa asili nyingine mpya. Na mara nyingi watu huwa wanahamaki kuhusu mabadiliko ya kila namna. People are excited about the newness of many things. Wakati mwingine watu wanakuwa excited na mabadiliko ya wakati. Kama vile mwezi umekuwa mwezi mpya, people are excited about a new month. Watu wanakuwa excited about mwaka mpya. Kama wakati nilikuwa nataka kuongea mambo haya ilikuwa ni katika kuruka mwaka, and people were excited about mwaka mpya. Hata karne, that is century. Wakati tunaingia kutoka century moja kwenda nyingine, kunakuwa na hamaki na kunakuwa na msisimuko. Watu wanakuwa very excited, na wanakuwa excited zaidi wakati tunaruka kitu kinaitwa millennia. Wale wanaweza kumbuka tulipokuwa tunaitoka 1999 tuingie katika 2000, kulikuwa na mambo ya ajabu ajabu. Kulikuwa hata na hofu, kwa sababu wengine walisema hata itakuwa ndio mwisho wa dunia. Everything was going to collapse. Internet na everything ilikuwa ianguke, madege yashuke juu, yaanguke chini, na kila mitambo ifeli. Lakini haikuwa hivyo, na watu walikuwa wamejawa na wasiwasi. Nakumbuka wakati tuliruka mwaka 1999 kuingia 2000, sijawahi kusikia mshangilio wa aina hiyo. Watu walishangilia sana, na they were so much excited that they were getting into the new millennia. Na pia wakati mwingine watu wanakuwa excited na mambo ya serikali mpya na viongozi wapya. Nakumbuka pia tulikuwa so much excited about katiba mpya, tukasema ni Kenya mpya. Watu wengi hasa kina dada pia wanakuwa excited na sura, wanajaribu kuwa na sura mpya na inawapendeza sana, they are excited. Watu wengine wanakuwa excited na jina mpya na mambo mengine kama hayo. People are excited about the newness of many things. Lakini hata kama mambo hayo yanalete mabadiliko ya aina fulani tu, na kwa kiwango fulani tu. Mabadiliko yaletao upya wa hakika, that the change, the transformation, the conversion, or the newness that brings real change, ni mabadiliko ambayo yanafanyika kwa mtu mwenyewe. Yani mtu mwenyewe kubadilika. Upya wa mwaka hauna uwezo wa kuleta mabadiliko maishani mwa mtu kama yeye mwenyewe hajabadilika, ili aweze kunawiri katika mema na mabaya ambayo yako katika mwaka huo. Kile ambacho Mungu anatufanyia ni kutubadilisha na kutupatia uwezo wa kunawiri katika hali zote. So mabadiliko ambayo yanalete uhakika, real change, ni mabadiliko ambayo yanafanyika kwa mtu mwenyewe. Katika taasisi nyingi za urekebishaji wa tabia, hata mara nyingi kwa mashule ama kwa rehabilitation centers ama kwa jela ama mambo kama hayo, mahali ambapo watu wanafanyiwa kazi ya kurekebishiwa tabia, utakuta kumewekwa vibango ambazo zinasema badilika uishi, change and live, badilika uishi. Kwa sababu kubadilika kwa mtu mwenyewe ndiyo mabadiliko ya muhimu kabisa kuliko mabadiliko ya aina nyingine yeyote ile. Mwaka unaweza kuwa kwa ujumla si mwaka mzuri, lakini kama
mtu amebadilika na kuingiana na mipango ya Mungu, kama tulivyosema Ijumaa iliyopita, ya kwamba tunabadilishwa ili tuingiane na mipango ya Mungu, ili tuweze kuwa compatible na purpose ya Mungu, ili tuweze kunawiri katika mwito ambao Mungu ametuita. Kama tumebadilishwa namna hiyo, basi katika mema na mazuri bado tutanawiri. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba mabadiliko ya muhimu zaidi ambayo tunapasa kuyatamani kuliko mabadiliko mengine yoyote ni mabadiliko ambayo tunabadilishwa sisi wenyewe. Ni mabadiliko ambayo tunabadilishwa sisi wenyewe. Na katika somo hili tunaongelea kuhusu mabadiliko ambayo tunabadilishwa na Mungu, kuondolewa katika asili yetu ya kitambo, asili ya mtu aliyeanguka katika dhambi, asili ya mtu aliyefanyika mtumwa wa dhambi na wa nguvu na mamlaka ya giza, na kufanyiwa upya wa asilia, tuwe na asili ya watu ambao wamepewa asili ya kiungu. From one nature to another nature. From that sinful nature to a new righteous nature. Hayo ndiyo mabadiliko ambayo tunayaongelea. Kuna neno Mtume Paulo ameongea kwenye kitabu cha Warumi, na tunapenda sana kulitaja neno hilo, ambapo anasema mambo yote hufanya kazi kwa pamoja kuwaletea wema wale ambao wanampenda Mungu, wale ambao wameitwa kulingana na kusudi lake. Anaposema mambo yote, anamaanisha mema na mabaya, mazuri na magumu. Katika hali zote, mambo hayo yanafanya kazi kwa wema, kuwaletea wema wale ambao wanampenda Mungu, walioitwa kwa makusudi ya Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu makusudi ya Mungu hayawezi kushindwa. The purposes of God cannot be defeated. So as long as people are serving the purpose of God, then they are assured of victory. Mambo yote hayafanyi kazi tu kwa wema ili yafanye kazi kwa wema. Yanafanya kazi kwa wema kwa sababu wale watu wako katika makusudi ya Mungu. Ili kuingiana kwa makusudi ya Mungu, Mungu anatubadilishia asili. Kama tulivyosema juma lililopita, ni kwamba asili yetu ya kitambo haingeturuhusu kuingiana na mipango ya Mungu, kuambatana na kanuni za kiungu, na kwa ujumla kutekeleza wajibu ama makusudi ambayo Mungu ametuita tuweze kuyatimiza. So ilimbidi Mungu katika kutuingiza kwa mipango yake ya umilele. Ilimbidi Mungu katika kutuingiza katika kusudi lake. Ilimbidi Mungu katika kutuwezesha kufanya mambo ambayo aliyapanga tangia mwanzo tuweze kuyafanya, atubadilishie asili, ili asili yetu mpya iweze kuambatana na kile ambacho alitaka tukifanye. Kama vile neno linasema kwenye kitabu cha Waefeso sura yake ya 2 na mstari wa 10. Inasema ya kwamba sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Yaani ni Mungu ametufanyia kazi ili tuweze kufanya mambo ambayo aliyapanga tangia mwanzo ya kwamba tuyafanye. Kuna mambo Mungu alipanga tangia mwanzo tuyafanye. Na tunasoma kwenye kitabu hicho sura yake ya 1 ya kwamba alituchagua ndani yake mwenyewe kabla ya misingi ya dunia kuwekwa.
na akatuchagua na akatupatia kila mtu kusudi ambalo atalitekeleza hapa duniani. Na tunasoma mahali pengine wa Efeso hiyo ya kwamba alitupatia neema kila mmoja wetu ambayo inalingana na kipaji cha Kristo ambacho kiko juu yetu. Lakini yale mambo Mungu aliyapanga tangia mwanzo tuweze kuyafanya, tulikoseshwa uwezo wa kuyafanya pale dhambi ilipoingia. When sin came in, we were incapacitated, so to say, and rendered unable to execute the purpose that God intended for us to serve. So in order to bring us to a place where now we are able to serve the purpose of God, ilimbidi Mungu atuumbe upya, atujenge upya. We are his workmanship. Tumeumbwa upya ndani ya Kristo ili tuweze kuvaana, kubebana, kuchukuana na mipango ambayo Mungu alitupangia tangia mwanzo. Na katika mabadiliko hayo, ili tuweze kuyaelewa, tunaya break katika segments kadha wa kadha ili tuone ni mabadiliko ya aina gani. Na tunabadilishwa kutoka ile asili ya Adamu, tunajipatia asili ya Kristo. Toka Adamu hadi Kristo. That is from Adam to Christ. Na Mtume Paulo anaongea mambo hayo kwa mfano, kama tulivyosema Ijumaa iliyopita. Anaongea kwa mfano katika Warumi 11 mstari wa 17, mfano wa matawi, ya kwamba Adamu analinganishwa na ule mzeituni mwitu, naye Kristo analinganishwa na ule mzeituni mzuri wa shamba. Na sisi wote walimwengu tulikuwa mzeituni mwitu. Tulikuwa matawi ya mzeituni mwitu, lakini tukakatwa kutoka kwa ule mzeituni mwitu, tukakuja tukapandikizwa katika mzeituni wa shamba, mzeituni mzuri, makusudi tuondolewe asili ya mzeituni mwitu, tuweze kuridhishwa asili ya mzeituni wa shamba. Hiyo ni Warumi 10 mstari wa 17 na 17. The reason we were cut off from the wild vine and engraved, ama to kuwa grafted kwa mzeituni wa shamba, kusudi ni kutubadilishia asili from that wild vine. Sasa tuwe matawi ya mzeituni ambao ni mzuri. The purpose there is a change of nature. Na nimesema ni kwamba ni asili kutoka ile ya Adamu kuingia katika asili ya Kristo. Kwa sababu katika asili ya Adamu, kile ambacho the heritage we have from Adam is the heritage of sin, the heritage of corruption, the heritage where we become slaves, captives of sin, and a heritage where we become servants of the powers of darkness. Huo ndio urithi wetu katika Adamu. Na katika urithi huo na katika asili hiyo hatuwezi. Mtu ambaye ni mtumwa wa dhambi hawezi kutumikia makusudi ya Mungu. Mtu ambaye
anatawaliwa na nguvu na mamlaka ya giza, hawezi hata akipenda, hawezi kutimiza makusudi ya Mungu. Ndio kwa maana Bwana Yesu akaambia Wayahudi aliokuwa akiwahubiria ya kwamba mtu ambaye anatenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, na atakapowekwa huru na mwana wa Mungu atakuwa huru kweli kweli. So ili tuweze kutimiza kusudi la Mungu, ilibidi kazi kubwa sana ifanyike ya kutubadilishia asili na ya kutuweka huru katika mabadiliko hayo, ili tuweze kufanya mambo ambayo Mungu alitaka tuyafanye. Na tunaona mambo ya Adamu na mambo ya Kristo yakielezewa bayana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45 hadi ule wa 49, na inaongea kuhusu Adamu na Kristo. Inasema yule mtu wa kwanza alifanyika kiumbe kilicho hai, lakini huyu mtu wa mwisho inamuita Adamu mtu wa kwanza ama Adamu wa kwanza, na inamuita Kristo Adamu wa mwisho. That is 1 Corinthians chapter 15 verse 45 all the way to verse 49. It is speaking about the first man Adam and Jesus Christ, who it calls the last Adam. Inasema yule mtu wa kwanza alikuwa kiumbe kilicho hai, lakini huyu Adamu wa mwisho amekuwa roho ya kuhuisha ama roho ya kupeana uhai. Inasema yule mtu wa kwanza alikuwa mtu wa mavumbi, mtu wa duniani, ametolewa katika dunia, katika mavumbi ya dunia. Lakini huyu mtu wa mwisho ama Adamu wa mwisho ni Bwana aliyetoka mbinguni. Na kisha inaendelea kusema ya kwamba kama vile tulichukua asili ya yule mtu wa kwanza, hivyo hivyo tunachukua asili ya huyu mtu wa mwisho, ili kama vile wale wa duniani wana asili ya yule wa duniani, wale wa mbinguni wawe na asili ya huyo wa mbinguni. Tunang'olewa katika shina la Adamu na kupandikizwa katika shina la Kristo, ili kama vile tulipozaliwa na Adamu tulichukua sura na mfano wa Adamu, tunapozaliwa katika Kristo tuchukue sura na mfano wa Kristo. Madhumuni ni kubadilishiwa asili. We are converted from the first man Adam, from the nature of the first man Adam, and we get a new nature of the last Adam, who is the Lord from heaven. Kama walivyo wale wa ulimwengu, kama alivyo yule wa duniani wa mavumbini, ndivyo walivyo na wale wa duniani wa mavumbini, na kama alivyo yule wa mbinguni, ndivyo walivyo wale wa mbinguni. So tunaona ya kwamba duniani kuna watu aina mbili. Kuna watu walio katika Adamu, na urithi wao katika Adamu ni dhambi na mauti na kutawaliwa na nguvu na mamlaka ya giza, ni watumwa wa mamlaka ya giza. Na kuna watu wengine ambao wameondolewa. Walikuwa wote walimwengu katika shina la Adamu, lakini kuna wale wameng'olewa katika shina la Adamu wakapandikizwa katika Kristo, and in that they have been converted. They are no longer in the nature of Adam. They have acquired a new nature, the nature of Christ. Na neno linasema waziwazi katika kitabu cha Warumi 8, inasema ya kwamba wale watu ambao Mungu aliwajua kimbele, aliwachagua kimbele ili wawe wakufananishwa na vile alivyo mwana wake,
ili yeye mwana wake awe ndiye firstborn ya ndugu wengi. The ultimate purpose of God concerning us who believe is that we may be conformed to the image of his son, the Lord Jesus Christ. And we know ya kwamba mfano wa Kristo ndio mfano wa Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia Waebrania 1 mstari wa 1 na wa 2 na wa 3 ya kwamba yeye Kristo is the express image. Yeye ndiye chapa hasa ya jinsi Mungu alivyo, na yeye ndiye mng'ao wa Mungu. So when we are cut off from Adam and we are grafted into Christ, the reason, the purpose, the end result that is expected from that transaction is that we will shed our Adamic heritage, we will shed our Adamic nature and put on a new nature that is the nature of Jesus Christ, to the end that we may be renewed and regenerated to the image of God which we lost in Adam. It is all about being converted. Na Mungu anafanya kazi hii yote ili tuweze kufaana, so that we may be compatible with his will, with his purpose, so that we may be equipped, that we may be built to be able to serve the purpose of God. And that tells us, hiyo inatuambia kama hatukubadilishwa hatuwezi kabisa kuingiana na mipango ya Mungu. Kama hatukubadilishwa hatuwezi kabisa kuingia katika makusudi ya Mungu na kuyatekeleza, kwa sababu mtu aliyeanguka, aliye na asili ya kiadamu, amepungukiwa kiwango ambacho hawezi kutimiza makusudi ya Mungu. Juzi kulikuwa na mabishano, hata nafikiri bado hayajaisha, kwa sababu katika mashindano ya michezo kuna wakati ulifika watu wakaruhusiwa kushindana kulingana na vile wanavyoji-identify kwa mambo haya ama mambo haya, hasa watu ambao kwa kila in all mambo yote yakiangaliwa ni wanaume, wanajifanya ya kwamba ni wanawake na wanakubaliwa kushindana katika mashindano ya wanawake. Nafikiri wale ambao wamefuatilia current events wanajua jambo hilo limekuwa na shida kubwa sana. Hata wanawake wengine wamejiondoa kabisa katika michezo, wakati wanaona yule ambaye wanashindana na yeye kiasilia kabisa ni mwanaume, kimaumbile ni mwanaume, lakini ameruhusiwa eti kwa sababu moja ama nyingine aweze kushiriki katika mashindano ya wanawake. Hawa ni watu wa jinsi mbili ambao wamewekwa washindane, na hakuna mashindano kwa sababu mmoja ana udhaifu wa kiasilia na mwingine ana nguvu za kiasilia. So it is not, sio haki kuwaweka waweze kushindana. Huyu mmoja hata akiwa na ustadi wa namna gani hawezi kustahimili huyu mwingine, kwa sababu jinsia yake na asili yake haimruhusu. Kile ambacho ninasema ni kwamba kama hatukubadilishwa, if we are not converted, it does not matter how much we desire to do the things of God, we are not able, we do not have the capacity, we do not have what it takes to do those things, and that is by nature. Katika Agano la Kale kuna ile sheria iliitwa the law of separation, na katika hiyo sheria
Mungu aliwaambia Waisraeli wasiweke nira moja wanyama wa jinsia tofauti. For example, wasimweke fahari na punda katika nira moja, an ox and a donkey. Wasiwekwe kwenye nira moja walime, kwa sababu ni wanyama wenye asilia tofauti na nguvu tofauti. Hawatakuwa compatible katika kufanya hiyo kazi. Labda mnyama mmoja atachoka mbele ya mwingine ama kitu kama hicho. What I'm saying is our fallen nature was completely incompatible na makusudi ya Mungu. Kama tutatekeleza makusudi ya Mungu kikamilifu, inatupasa kuwa converted. Na kuwa converted ni kitu ambacho Mungu mwenyewe anatufanyia. Na hayo ndiyo mambo ambayo Bwana Yesu alikuwa anamuongelesha Nikodemu wakati Nikodemu alimuendea usiku. Tunajua hadithi ya Nikodemu. Alikuwa mkufunzi wa Wayahudi. Alikuwa kiongozi katika ile system ya ibada ambayo ili rotate na revolve around the temple. He was a senior man in the leadership of the temple. Na alikuwa mwalimu wa Wayahudi. Lakini akamwendea Bwana Yesu usiku, akamuuliza afanye nini aweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Na Bwana Yesu akamwambia, inakupasa kuzaliwa mara ya pili. Alimwambia inakupasa kuzaliwa mara ya pili ili uone ufalme wa Mungu. Kisha akamwambia inakupasa kuzaliwa kwa maji na Roho ili uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Yaani mtu asiyezaliwa tena hata kuuona ufalme wa Mungu hawezi kuuona. Na kama hawezi kuuona, hawezi kuingia. By nature, ako incapacitated. By nature, hana uwezo wa kuona na kuingia katika ufalme wa Mungu. So, ili aweze kuona na kuingia kwenye ufalme wa Mungu, na hiyo ni kusema aweze kuambatana na mapenzi ya Mungu na kuyatimiza, ni lazima abadilishiwe asilia. Na kile ambacho Bwana Yesu anakiita kuzaliwa tena ni kubadilishiwa asilia. Kwa sababu anamwambia, wanapoendelea kuongea, kilichozaliwa na mwili ni mwili. Na wewe Nikodemu umezaliwa kwa njia ya mwili. Kwa hivyo wewe ni mwili. Lakini kilichozaliwa na Roho ni roho. Na ninapokuambia uzaliwe tena, sikwambii uzaliwe tena katika uzao ambao ni wa kimwili. Nakwambia uzaliwe tena kwa roho, uzaliwe kwa roho. Kama vile Yohana anasema kabla ya mambo haya kutendeka. Yohana anasema, Yohana sura ya 1 mstari wa 12 kuteremka hapo, anasema alikuja kwa watu wake mwenyewe, na walio wake mwenyewe hawakumkubali, lakini waliompokea, waliolitumainia jina lake, akawapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Wana wa Mungu ambao hawakuzaliwa kwa mapenzi ya mwili. Hawakuzaliwa kwa damu na nyama. Hawakuzaliwa kwa mapenzi ya watu, wamezaliwa na Mungu. Wanapozaliwa mara ya pili, wanazaliwa na Mungu. Na wanapozaliwa na Mungu, wanapata asili ya Mungu. Ni bayana, ni hakika, haina upingamizi ya kwamba kile kilichozaliwa kinachukua asili ya kile ambacho kilikizaa. The new birth, the intent of the new birth, kusudi la kuzaliwa tena ni kubadilishiwa asili. Tulipozaliwa na wazazi wetu mara ya kwanza,
walituzaa kwa njia ya mwili na wakaturidhisha. They bequeathed upon us the nature of men. Walipotuzaa walitupatia uzima wa watu, kwa sababu wao ni watu. Hawangetupatia uzima uzidio uzima wa watu. Lakini tunapozaliwa na Mungu, anaturidhisha uzima wa Mungu, anaturidhisha asili ya Mungu. Na hiyo ni muhimu. Tutakuja kuona ya kwamba katika kule kuzaliwa tena, in that new birth, kuna a lot of significance ambayo tukishaielewa tutaona ni hakika mtu asiyezaliwa tena hana matumaini ya kuingia katika ufalme wa Mungu wala kuona. So Yesu anaambia Nikodemu, inakupasa kuzaliwa tena. Na tunapozaliwa mara ya pili, tunabadilishwa kutoka asili ya mwilini hadi asili ya rohoni. Tumesema tunabadilishwa kutoka Adamu wa kwanza, tunakuwa na asili ya Adamu wa pili. It is about a change of nature. It is not about men being determined about doing the things of God. If they are not converted, it does not matter how much determined they are. They do not have what it takes to serve the purposes of God. It is by that conversion that we get the capacity and the ability, the wherewithal to be able to serve the purposes of God. So tunapozaliwa mara ya pili, tunabadilishiwa asili kutoka kwa asili ya mwilini, tunaingizwa katika asili ya rohoni. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, kilichozaliwa na roho ni roho. Na tunasoma hayo kwenye kitabu cha Warumi sura yake ya 8 na mstari wa 9. Inasema, lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Ile ya kimombo inasema, but if be it that the Spirit of God dwell in you, you are not in the flesh, but in the Spirit. Tunapozaliwa mara ya pili, tunaondolewa katika kutawaliwa na mwili, kuongozwa na mwili. Hatufuati tena mwili. Tunabadilishiwa, tunakosa kuwa wafuasi wa mwili, tunakuwa wafuasi wa roho. Lakini hiyo inatokana na kubadilishwa. Mtu ambaye hajabadilishwa hana uwezo wa kuwa mfuasi wa roho, wa kutembea katika kuongozwa na roho, kwa sababu roho yake ni mtumwa wa mwili wake. Lakini neno linatuambia kama roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Na roho wa Mungu anakaa ndani yetu kwa njia gani? Inasema hiyo Warumi ya kwamba wale wote waongozwao na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Roho anaishi ndani ya wana wa Mungu. Na wana wa Mungu, watu wanakuwa wana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mungu. Na watu wanazaliwa na Mungu kupitia kwa kuzaliwa mara ya pili, sio kuzaliwa mara ya kwanza. Tunapozaliwa mara ya kwanza, tunafanyika watoto wa watu, watoto wa wazazi wetu, watu wa asili ya Adamu. Tunapozaliwa mara ya pili, tunakuwa watoto wa Mungu, watu wa asili ya Kristo. Na roho wa Mungu anatuongoza katika kule kubadilishwa. Na kuzaliwa mara ya pili ni nini? Ni operesheni ya Mungu katika nafsi zetu. Ni Mungu pekee anatuzaa mara ya pili.
Unajua wakati mwingine tunachanganya hayo mambo kwa sababu tumekiri ama tumeambiwa tuseme ombi la toba. Wangapi wanataka kuokoka? Tunachukua mikono juu, tunaambiwa repeat after me, na tunaongozwa katika ombi la toba, kisha tunaambiwa now you are born again. Lakini kuwa born again si kitu tunafanya sisi, si kitu tunafanyiwa na wahudumu, ni kitu kinafanywa na Mungu ndani yetu. So inategemea tumekuja kwa Mungu wakati huo kwa genuinely katika imani. Ni wengi sana wamewahi kusimama na katika altar call na wakaombewa na wakaongozwa katika ombi la toba, lakini hawakuwahi kuzaliwa mara ya pili, hawakuwahi kuongoka, hawakuwahi kuwa converted. They remained the same, na mara nyingi hawakudumu katika imani ya Kristo unless along the way waliweza kupokea kule kuzaliwa mara ya pili. Yakobo anasema katika Yakobo 1 mstari wa 18, anasema kwa kupenda kwake mwenyewe Mungu alituzaa mara ya pili. Kwa kupenda kwake mwenyewe Mungu alituzaa mara ya pili. Ni Mungu alituzaa mara ya pili, na jambo hilo lilitokana na imani yetu katika Kristo. The new birth is an operation of God. Kama vile tulivyosema last week, ya kwamba to be converted, we do not convert ourselves. We are not converted by the ministers of the gospel. We are converted by an operation of God in our inner man. It is only God who can do that. So when we say we are born of God, we mean that God has given us the new birth. Sio kitu kilitokana na sisi wenyewe, ni kitu kinafanywa ndani yetu na Mungu. So when we come to God genuinely by the faith of Christ, anatuzaa mara ya pili. Anasema Yakobo 1 mstari wa 18, kwa kupenda kwake Mungu alituzaa mara ya pili kwa neno la kweli, ili tuwe first fruits or firstborns, ama malimbuko ya viumbe vyote. Kama tulivyosema, hilo neno limbuko linaashiria pia ukuu. Sio tu kule kuwa kuzaliwa kwanza ama kuumbwa kwanza, inaashiria pia ukuu wa kitu. So Mungu anatuzaa mara ya pili, na tumesema kusudi la kuzaliwa mara ya pili ni kubadilishiwa asili. By birth, by the Adamic birth, we acquired the Adamic nature, became like Adam, behaved like Adam, saw things the way Adam saw them, had a perception of things that is aligned to the nature of Adam, kwa sababu tulizaliwa na Adam katika mwili. When we are born by God in Christ Jesus, we have a godly nature. We start seeing things the way God sees them. Tunaanza kuwa na mtazamo wa kiungu. Tunaanza kupenda mambo ambayo Mungu anapenda. Tunaanza kuchukia mambo ambayo Mungu anayachukia. Siku moja tulihubiriwa na ndugu yetu Baba Ndego, akatuambia yale mambo tulikuwa tukiyafanya kitambo, tunapookoka tunayachukia yale mambo ambayo hayaambatani na mambo ya kiungu. Kuna picha tulikuwa tunaweka kwa kuta zetu, tulipookoka tukazitoa kwa sababu zilikosa ladha.
That just tells us ya kwamba tumebadilishwa. Na ndio kwa maana tukasema last week, kule kubadilishwa kuna matokeo ambayo hata mtu mwenyewe bila kuambiwa na mtu mwingine atajua kweli nimebadilika. Nimewahi kusikia watu wakiongea mambo kama hayo. Labda mtu amechokozwa na mwingine. Mtu ameokoka amechokozwa na mtu ambaye hakuokoka. Na anamwambia, wewe shukuru Mungu tu kwa sababu niliokoka. Kama ingekuwa ni mimi yule wa kitambo, mambo yangekuwa tofauti. Lakini sasa yeye si yule wa kitambo. Yeye ni mwingine. Mambo ya vita ilibadilika, sasa yeye ni mtu wa amani. Kwa hivyo tutaweza kujipima hata sisi wenyewe kuona kana kwamba we have been converted. Kwa sababu that conversion inaleta mabadiliko hakika. It is not something ambayo tunaiamini tu ya kwamba tulibadilishwa. Ni kitu ambacho kinazaa mazao yanayoonekana. It's a true occurrence, it's a true happening, it's a true change ambayo inazaa matunda yanaonyesha ya kwamba huyu mtu bila shaka amebadilika, kwa sababu amebadilishiwa asili. Manufaa ya kuzaliwa mara ya pili, manufaa ya kubadilishiwa asili hivyo ni nini? Kwanza kabisa tumesema ni kufanyika wana wa Mungu. Tunapobadilishiwa asili, tunaacha kuwa watu tu wa kawaida, tunakuwa wana wa Mungu. Tunakuwa watu speciali, watu wa Mungu. That separates us from the unsaved, the unconverted. A converted man and an unconverted man ni watu wa asili mbili tofauti. Wakati tunakuwa converted, tunakuwa wana wa Mungu. Na kuwa wana wa Mungu ni baraka ya juu sana. Ni neema ya juu sana. Mtume Yohana anasema, Yohana wa kwanza 3 mstari wa kwanza wa pili, anasema tazama jinsi mpendo ulivyo mkuu, ya kwamba tufanyike wana wa Mungu, na hivyo ndivyo tulivyo. Kwa kutupenda, Mungu alituzaa mara ya pili kwa neno la kweli, akatufanya watoto wake, akaweka ndani yetu roho wa Mungu anaye shuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Inasema Warumi 8. Na kama sisi ni wana wa Mungu, basi ni warithi pamoja na Kristo. So manufaa ya kubadilishwa hivyo ni kwamba tunaacha kuwa watu wa kawaida. Kama mtu ni mtu wa kawaida, kama tabia zake ni za kawaida, kama mtazamo wake ni wa kawaida, huyo mtu hajakuwa converted hata kama ameishi kanisani miaka yake yote. Kama ule ukawaida wa dunia haujamtoka, basi hajakuwa converted. Kwa sababu mtu akiwa converted, ukawaida wa dunia unamuondokea, anakuwa na asili ya kibinguni, anakuwa na tabia ya kibinguni, anaongea maongeo yasiyo ya kawaida, anaenda kwa mienendo ambayo si ya kawaida. Anafanya mambo hayo sio kwa sababu ya sheria, lakini ni kwa sababu ya asili. Kama vile tumesema mara nyingi, simba hagurumi ili awe simba. The lion does not roar to prove that it is a lion, lakini anaguruma kutokana na asili ya kisimba. Hata asipoguruma ni simba. So wale ambao wamekuwa converted, ushahidi wa
kwamba wamekuwa converted ni kwa sababu ule ukawaida wa dunia wameweza kuvua. Kama vile neno linasema kwenye kitabu cha Waefeso sura yake ya 4 mstari wa 23 na 24 ya kwamba tuvue yule mtu wa kale tumvae mtu mpya. Wale walio kuwa converted wamevua mtu wa kale, wamemvaa mtu ambaye ni mpya. So hayo ndiyo manufaa ya kubadilishiwa hiyo asili. Na tunapobadilishiwa hiyo asili na kuzaliwa mara ya pili, tunakuwa na tumaini lenye uzima. We have a living hope. Kama anavyosema ndugu yetu Petero wa kwanza sura ya 1 na mstari wa 3. Inasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili. Yakobo amesema, Yakobo 1 mstari wa 18, ya kwamba ashukuriwe Mungu kwa sababu kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa mara ya pili. Ni Mungu anatuzaa. It is something that God must do. We cannot do it. Nobody can do it for us. It is God by his own will that begat us again by the word of truth. Peter anasema hapa ya kwamba ahimidiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. It is when we are converted, when we are born again, that we have that living hope. Tunakuwa na tumaini lenye uzima kwa sababu Mungu kwa rehema zake ametuzaa mara ya pili. Kama mtu hakuzaliwa mara ya pili, hilo tumaini hako nalo. Hawezi kuwa na tumaini hilo kwa sababu hakuzaliwa mara ya pili. Tumaini la uzima, tumaini lenye uzima ni kwa wale ambao wamekuwa converted, wale ambao kwa kuzaliwa tena wamekuwa viumbe vipya. It is about becoming new creatures. Kama vile Paulo anasema Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wa 17, imekuwa basi mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mahali pengine Warumi anasema so that we can have the newness of life. Tunabadilishwa tuwe wapya, tuwe viumbe vipya. And mtu ambaye amebadilishwa hivyo ni mtu ambaye ukawaida wake wa kale anauvua. Sio kwa jitihada zake na determination yake ya kiutu, lakini kwa kazi ambayo Mungu anamfanyia. Tulisema tunapobadilishwa hivyo, tunaweza sasa kufanyiwa kazi na mikono ya Mungu. Tunakuwa, we grow in our new nature. It is not just about being converted. It is being converted and having that spiritual nourishment by which we grow in our new nature. We continue increasing in stature. Mahali pengine inasema tunatoka utukufu huu hadi utukufu mwingine, tukifikia utukufu wa Kristo, kwa sababu yeye is the perfect man. Lakini mtu ambaye hakubadilishwa, hakuzaliwa tena, hawezi kukua katika asili ya Mungu. Ni kama mtoto ambaye hakuzaliwa. Mtu ambaye hakuzaliwa duniani hawezi kukua awe na kimo cha mtu mzima. Mtu ambaye hakuzaliwa katika ufalme wa Mungu hawezi kukua awe na kimo cha Kristo. Our journey of being
conformed to the image of Jesus Christ begins at the new birth, at conversion, where we are removed from ile shina ya kiadamu, tunapandikizwa katika shina la Kristo. Kwa sababu mtu anatawaliwa na asili yake. Na sio mtu tu, kila kitu kinatawaliwa na asili yake. Kuna mhubiri rafiki yangu alipenda kupeana mfano, sijui kama siku hizi bado anaupeana. Anasema hata ukipaka punda rangi ya ng'ombe, umpeleke sokoni, unataka kumuuza kama ng'ombe, itakapofika saa 11 atapasa sauti ya punda, kwa sababu saa zake za kulia vile punda hulia imefika. Atalia kama punda na watu wote watajua kumbe hakuwa ng'ombe, alikuwa ni punda. Watu wanatawaliwa na asili. Hata mimea inatawaliwa na asili. Chochote kilichoumbwa kinatawaliwa na asili yake. Na ili kiache kutawaliwa na hiyo asili, itabidi kibadilishiwe asili. Katika asili ya Adamu, asili hiyo ilitutawala, and there was no way whatsoever ingeacha kututawala, ila tu tuondolewe kwenye asili hiyo, tupandikizwe kwenye asili ingine. Sasa asili ile haiwezi kututawala tena, kwa sababu tumepata asili mpya. So tunapata tumaini lililo hai katika kubadilishwa na kuzaliwa tena, na tunapata urithi, an inheritance in Christ, ama inheritance in God. Tunapata urithi katika Mungu. Na Petro anaendelea kusema hapo mstari wa 4. Anasema ili tupate urithi usioharibika. Ametuzaa mara ya pili ili tupate urithi usioharibika, usio na uchafu, usio nyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. It is when we are converted, we become the children of God, and as children we have the right to inheritance. Kwa sababu urithi ni wa wana. Urithi si wa marafiki. Urithi si wa watumwa. Urithi si wa watumishi nyumbani. Urithi ni wa wana. Na ili atupatie haki ya urithi, Mungu kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili. Kwa sababu kama wana tuna haki ya urithi. Urithi usio nyauka. Urithi usio haribika, usio na uchafu, ambao unatuzwa mbinguni kwa ajili yetu. Na tunapozaliwa mara ya pili, tunapobadilishiwa asili, tunatolewa kwenye asili ya kuharibika na tunapewa asili ya kutoharibika. Tunapewa asili ya kutoharibika. Na Mtume Petro analiongea jambo hilo pia. Katika Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 23 na wa 24. Anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo. When we are born again, we are removed from the nature of corruption to the nature of incorruption. Mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumuro hata milele. Kwa sababu mwili wote ni kama majani. All flesh is like grass. Na utukufu wake ama fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka
na ua lake huanguka. All flesh is corruptible. Na kilichozaliwa na mwili ni mwili, na mwili ni corruptible. Lakini kilichozaliwa na roho ni roho, na roho sio corruptible. Anasema tulipozaliwa na wazazi wetu mara ya kwanza, walituzaa kwa mbegu iharibikayo. Lakini tunapozaliwa mara ya pili, when we are converted from corruption to incorruption. Tunakuwa tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. When we are converted, tunapozaliwa na Mungu, tunapewa uwezo wa kushinda ulimwengu. Mtu ambaye hakuzaliwa na Mungu, jitihada zake zote za kushinda ulimwengu zitaangulia patupu, kwa sababu hana kile kinachohitajika kushinda ulimwengu. Yohana anatuambia, Yohana wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 4, kwamba chochote kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. In that conversion, in that new birth, wherein we become new creatures, wherein we are converted from our old nature to our new nature. Our new nature comes with power and ability to overcome the world. So God does not just convert us for the sake of converting us. He does not say you must be born again just for the sake of being born again. He says we must be born again because it is by being born again, it is by being born of God that we have what it takes to overcome the world. Jesus was basically telling Nicodemus, if you want to see the kingdom of God, the only way you can see the kingdom of God, the only way you can enter into the kingdom of God is if you are born again. Because in your present status, you do not have what it takes to see and to enter into the kingdom of God. But God be praised, because by his own grace and will, he has begotten us again into being new creatures in Christ. Tumepata asili mpya, na katika asili yetu mpya we have received, we have what it takes. It takes to overcome the world. Unajua mtu ndiye kiumbe cha juu sana ambacho Mungu aliumba. Lakini kuna mambo mtu hawezi kwa sababu hana asilia yake. Kwa mfano, wale ambao wanapigana na madawa ya kulevya, na wengine ambao wanafanya kazi ya kutafuta mines and explosives, wanatumia umbwa. Kwa sababu umbwa katika asili yake ya umbwa ana uwezo wa kunusa hizo madawa ambao mtu hawezi. Mtu hata akiwa trained namna gani hawezi kunusa hizo vitu. Lakini mbwa akiwa trained anaweza kunusa. Wale wanakagua mizigo katika viwanja vya ndege kuangalia kama kuna dawa za kulevya ama kuna explosives ama kuna mambo kama hayo, mara nyingi utaona wanatumia umbwa. Hata wakati wa bomb blast, utakumbuka Waisraeli walikuja na mbwa wa kuweza kunusanusa. Kwa sababu ni katika asili ya umbwa kuweza kufanya hivyo. Mtu hata akiwa kiumbe cha juu hawezi kufanya hivyo. Lakini asili ya mbwa inamwezesha kufanya hivyo. Kuna mambo hatuwezi kufanya ila tu tuwe na asili hiyo. Na katika kuwa converted tunapewa asili ambayo inatuwezesha
kutimiza kusudi la Mungu juu yetu. It is by being converted that we are equipped with all that we need for us to be able to serve the purposes of God. Naona saa zetu zimekaribia. Nafikiri hatutatoa nafasi ya maswali leo. Tutakapomalizia, ukiwa na swali unaweza kuliandika. Majaliwa juma lijalo tutamalizia somo hili na tutapata nafasi ya maswali. Lakini tunabadilishwa kutoka Adamu hadi Kristo, kutoka kuwa watu wa mwilini hadi kuwa watu wa rohoni. Tunabadilishwa ili tuwe na tumaini lililo hai. Tunabadilishwa ili tuwe na urithi. Tunabadilishwa ili tuvalishwe kutoharibika, na tuvalishwe uwezo wa kuushinda ulimwengu. Mambo haya yanatokana na kubadilishwa kwetu. Na kubadilishwa, tuliambiwa ni lazima mtu awe na moyo mwororo. Mtu mwenye moyo mgumu hawezi kubadilika. Yesu alisema ili tubadilike ni lazima tusikie na masikio ya ndani. Ili tubadilike ni lazima tuone kwa macho ya ndani. Ili tubadilike ni lazima tuelewe kwa mioyo yetu. Mambo hayo yasipotendeka hatuwezi kubadilika. Ndio kwa maana wakati mmoja katika kitabu cha Mitume kinasema Mungu alimfungua Lydia aweze kuelewa yale mambo mitume Paulo na wenzake walikuwa wakiyasema. Ni Mungu anatupatia uwezo, anatupatia moyo mwororo, anatupatia masikio yasikiao, anatupatia macho yaonayo. Tunaweza kusikia na kuona na kuelewa ili tuweze kubadilishwa. Kubadilishwa ni kazi ya Mungu na inategemea mambo hayo yawe yametendeka ndani yetu. Waliozaliwa mara ya pili, waliobadilishwa, wanapewa uwezo wa kushinda ulimwengu. Kwa maana chochote kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda ulimwengu, yani ile imani yetu. I think now we can start seeing why we must be converted. Because if we are not converted, all these are beyond our reach. Hatuwezi kufikia mambo haya yote kama hatukubadilishwa, kama hatukuzaliwa kuwa viumbe vipya. Naona saa zetu zimeisha. Sitaki kuingia katika sehemu hiyo nyingine, kwa sababu nikiingia itatuchukua muda mrefu. Na kile ambacho tutafanya sasa ni kujaribu kutamatisha. Lakini tutakapokuja tutaona misingi ambayo tunatolewa kwayo. Tunatolewa kwa misingi gani, tunaingizwa kwa misingi gani, kama vile tunabadilishwa kutoka kwa imani zetu za kitambo na mafundisho ya awali, na kuangalia ni mambo gani tuliyoyafanya kabla ya kubadilishwa ambayo sasa hatuwezi kuyafanya. Tunatazama ni kubadilishwa huku, tunatazama mabadiliko ambayo yamesababishwa na sisi kuwa converted, kama nilivyosema, ili tuweze hata kujipima wenyewe, kuona kana kwamba that change, that conversion imefanyika kwetu. Tumebakisha sehemu isiyo kubwa. Nafikiri tutalimaliza Ijumaa ijayo, na tuweze kupata nafasi ya maswali ama majadiliano kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na tazama ni nani walio hapo
mtandaoni ili niulize mmoja wao, lakini kama kuna mtu ana jambo ambalo linamchoma ambalo hawezi kugojea mpaka juma lijalo, ningetaka kutoa nafasi hii aweze kulisema. Kama kuna mtu ana jambo ambalo linamchoma sana, hawezi kusubiri Friday ijayo, nitatoa nafasi hii kwake ili aweze kulisema. Kuna mtu wa aina hiyo? Kuna mtu wa aina hiyo ambaye ana jambo ambalo haliwezi kusubiri Ijumaa ijayo? Kama ako, wakati wake wa kulisema.